Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tuko Kikore hapa na tunasema tuko katika wilaya Kondoa, na tukimaliza mashindano ambayo yamefanyika hapa katika mji huu ama katika kata hii, na tukiwa na muasisi mwenyewe hapa, ndugu yetu Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji. Hongera sana dadangu kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Leo watu wameshuhudia. Neno la kuambia wapenzi watazamaji kwenye haya majambo ambayo yanaendelea katika harakati ambazo umezoea sisi wewe mwenyewe. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwafikishia jambo letu hili siku hii ya leo. Tumelipanga na likapangika, na yeye alipanga ametupangia na tumelifanikisha vyema, alhamdulillah. Kwa kweli ni mwaka wa 8 tangu tumeanza mashindano haya ndani ya wilaya yetu ya Kondoa na hasa jimboni kwetu Kondoa. Tunaona mafanikio yanaonekana. Tulivyoanza sivyo tulivyo leo. Sasa hivi naziona madrasa zote ndani ya wilaya yetu ya Kondoa zikipambana kuhifadhisha watoto wetu ili waweze kukibeba kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dhamira kuu ya kuanzisha mashindano haya moja ni ili tuendelee kukienzi kitabu cha Allah kama ambavyo yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu alivyosema kabla hajamchukua kumrejesha mtume wake Muhammad SAW, alipotuambia ametukamilishia dini yetu na katuachia kitabu na sunna. Sasa sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu, na mimi nikiwa ni mmoja wao, na nilimwomba Mwenyezi Mungu aniwezeshe niweze kusimamia maandalizi ya mashindano haya, na tumeweza kweli kwa miaka hii 8, nasema alhamdulillah. Mabadiliko tunayaona. Dhamira yetu ni ile ile ya kulea kizazi kilicho bora, kizazi chema cha leo na kesho kwa ajili ya dunia yetu na akhera yetu pia. Tunaiona dunia ikilia leo kwa sababu ya maadili mabovu ndani ya jamii. Tunaona hata wazazi wenyewe wakisingizia watoto wa siku hizi, lakini huyu mzazi siku hizi hatujawahi kumuona. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ndani ya ofisi ya mbunge ni kurejea. Tunaposema watoto wa siku hizi turejee tu pale tulipojikwaa, ni maandalizi ya familia. Wewe mke, wewe binti unataka kuolewa na mume wa aina gani? Na wewe mume unataka kuoa mke wa aina gani? Sasa hao wawili tunawaandaa kupitia mashindano kama haya, lakini zaidi kupitia kwa walimu wetu wa madrasa na mashehe zetu ndani ya kata zetu zote na ndani ya taifa letu. Tunawashukuru kwa kweli, kazi yao ni nzuri na ni ngumu na kwenye mazingira magumu, na sisi kama ofisi ya mbunge tumeendelea kushirikiana nao walimu wetu wa madrasa zote. Naomba niwatie moyo waendelee kuifanya kazi hii. Hii kazi ni ya Allah, ni kazi ya ibada. Waendelee kuifanya na sisi tutaendelea kuona wapi pa kuwasaidia ili kurahisisha kazi yao hii njema na ya kiibada. Umezungumza hapa katika mambo muhimu ambayo umesisitiza jamii kwanza kuhusiana na kitabu hichi cha Qur'anul Karim. Tumesikia katika hotuba yako hapa kwamba wanakondoa kwamba hii fikra ilikuwa haipo, lakini baada ya mzawa wa Kondoa kutoka nje ya Tanzania kwenda kushiriki kule, akakamata nafasi iliyoridhisha na nyinyi mkafurahia, ikabidi muanzishe system hii, muyalete watu wasio wanaona kwenye TV, manake hata Kondoa yanawezekana. Wako ambao wanatamani kwamba mashindano haya yangefika mahala pao ambako bado hawajafika. Lipi la kuambia ambao hawajafikiwa na fursa kama hii ya mashindano? Moja, tukubali kwamba Mtume Muhammad SAW ni rehema kwetu kama ambavyo tumeambiwa na Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake, na alipopewa kitabu hiki ni wazi na ni jukumu la kila Muislamu kuhakikisha anakisoma na kukielewa kitabu hiki. Sisi tulianza kama ulivyoitoa historia vizuri kwa sababu ya mzawa yule wa Kondoa, na Kondoa wakawa na tamani na wao wafike wamuone ndugu yao. Tukasema hapana, tunamleta, na ukawa ndio mwanzo wa safari yetu hii njema. Naomba niwaambie wana Kondoa wote, tutawafikia popote walipo
kwani dhamira yetu ni ya dhati ya kuhakikisha kuona kwamba kitabu hiki cha Allah kinaendelea kuenziwa na kinaendelea kuhifadhiwa katika nyoyo na nafsi za Waislamu wa Kondoa. Kwa hiyo naomba sana niwaambie ndugu zangu waendelee kuwa na subra. Sio rahisi kufika kila sehemu. Natamani sote tufahamu kwamba hata sasa tumewafikia popote pale walipo. Ndio maana washiriki wa leo, tuna mshiriki ametoka kwa Delo na kuna mshiriki katoka Hondo Mairo. Ni mwanzo wa Kondoa na mwanzo wa Kondoa, yani pande zote mbili tumewafikia. Kwa mashindano haya yamefika kwenye kata zetu zote 29. Ndio maana tuna washiriki kutoka kata zote, lakini hii ni fainali tu ya leo. Lakini tumeanza katika kufanya mchujo, tumefanya kwenye kata zetu, kwenye kanda zetu. Ni imani yangu iko siku tutafika pia hata fainali kwenye kata zetu zote, kwa sababu sio rahisi ukafanya fainali 21, hapana. Kwa hiyo tunakwenda hivyo, lakini jambo hili limefika kwenye kata 29 za jimbo hili la Kondoa, na hili ni jema kwetu sote. Niendelee kuwaomba ushirikiano wenu, mashehe zangu, viongozi wangu wa dini, walimu wetu wa madrasa zetu zote. Tuendelee kuandaa watoto wetu. Lakini tumesikia katika hotuba yako hapa umetwanga Qur'ani kweli kweli aya hapa. Walau ungetusomea kwa aya 2 ili wathibitishe kwamba mheshimiwa sio kufanya mashindano tu, hata yeye Qur'ani anaitambua na anaisoma sawa sawa. Naomba nirejee aya ile niliyosema kwenye hotuba yangu, na ni katika kushajihisha jambo hili kubwa tulilolifanya leo, na yenyewe katika sura Al-Hashr sura ya 59 aya ya 21, pale ambapo Mwenyezi Mungu alipotukumbusha utukufu wa Qur'ani na uzito wa yaliyomo ndani ya Qur'ani, alipotuambia lau anzalna hadha alquran ala jabali la ra'aytahu khashiya mutasaddian min khashiyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allakum yatafakkarun. Mbunge wa jimbo hili la Kondoa akitwanga Qur'ani, sio kufanya tu mashindano Qur'ani kama ulivyosikia hapa. Tusiache kufuatilia mitandao yetu Babu Salam TV. Tukushukuru sana mheshimiwa mbunge, Mwenyezi Mungu akubarikie, na kwa kazi uliyofanya basi Mwenyezi Mungu ataleta tija katika shughuli zako. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.